mitano ifanye. Anatuambia kitu ambacho tunaweza tukaongelea na tukakagua. Alafu tuna kundi lingine ambalo tunatuambia Ruto lazima aende. Anaenda kisha nini? Mnataka kutufanyia nini akishaenda? Ni sera zipi wanazo? Ni swala ambalo yeye mwenyewe ameliibua katika hiyo kauli yake hapo Rironi kwamba tafuteni sera za kuwauzia wananchi, sio kasongo, one term na swala mengineyo. Je, inaibua swali la upinzani una agenda kwa taifa hili, Thomas? Mimi mwenyewe nimekuwa nikihudhuria mikutano si haba ya wapinzani, na hii ni changamoto kubwa kwa wapinzani. Mojawapo ya mkutano nilioweza kuhudhuria mwaka huu ni ule wa chama cha People's Liberation Party, chama cha Martha Karua. Na wale viongozi wote walioweza kuzungumza katika mkutano huo, kauli mbiu yao ilikuwa ni kwamba Rais Ruto lazima aweze kwenda nyumbani ama ni one term. Lakini kiongozi mmoja aliyeweza kunivutia katika mkutano huo ni kiongozi wa chama cha Safina. Kwa maana Bwana Jimmy Wanjigi. Bwana Jimmy Wanjigi aliweza kusema kwamba nyinyi nyote mmezungumza na mkasema kwamba Rais Ruto lazima aende. Na baada ya kwenda itakuwaje? Changamoto ambayo Jimmy Wanjigi alizungumzia ni kwamba tatizo tulilo nalo ni tatizo la ile debt, national debt. Zile hela ambazo tumeweza kukopa kutoka ndani ya nchi na pia kutoka nje ya nchi. Aliweza kusema kwamba lazima tuweze kuangalia jinsi ambavyo kama nchi ama kama taifa tunaweza kushughulikia tatizo la hiyo hela ambayo imeweza kukopwa. Kwa hivyo what is the plan? Ni plan gani iliyoko baada ya President Ruto kutoka, kama atatoka, ambapo najua haitakuwa rahisi hivyo kutolewa. Kwa maana hata yeye mwenyewe Rais Ruto hatokubali kuenda katika vitabu za kihistoria kuwa ni rais wa kwanza aliyeweza kufanya kazi kwa muhula mmoja. Kwa hivyo ni changamoto kwa viongozi wa upinzani waweze kufanya due diligence kwa lugha ya Kimombo, kujua kwamba ni suluhu gani ambazo watakazoleta, ni mambo gani watakayofanya tofauti na serikali. Na ningependa kuambia kwamba haitokuwa rahisi kumuondoa rais aliyekalia kiti kwa sasa hivi. Kwa mfano wale adinasi waliosajiliwa kupiga kura hawakuweza kujitokeza kwa wingi. Ile voter turnout ilikuwa chini sana. Kwa hivyo hiyo ni changamoto pia kwa viongozi wa upinzani. Lazima waweze kujitokeza kwa wingi, warai watu waweze kutoka kwa wingi ili waweze kupiga kura. Pia hawa watoto wa Jensi walikuwa wanapiga kelele hapa na pale ya kwamba Rais Ruto hawezi, ameshindwa na kazi. Hii ilikuwa ni changamoto katika hizi chaguzi ndogo. Hawakuweza kujitokeza. Kwa mfano katika chaguzi ya Malava. Wanajivunia Boyd Were. Katika chaguzi ya Malava, ile percentage ya waliojitokeza ilikuwa ni kama 48-50 kwa watu wote waliosajiliwa. Kwa hivyo hiyo ni changamoto kubwa kwamba ili kuweza kumuondoa rais ama kiongozi yote aliyekalia kiti, lazima watu wajitokeze kwa wingi ili kupiga kura. Na pia ni changamoto kwa viongozi wa upinzani, kwa maana wameweza kusoma mengi. Lazima pia wakuje na mbinu mbadala ya kuweza kukosoa rais. Isikuwe kwamba ni kusema kwamba rais atakuwa ni one term, kwamba atashindwa bila kuleta mbinu mbadala. Lazima watuambie kwamba haswa katika sehemu ya uchumi watafanya nini tofauti na Rais Ruto ambayo itaweza kusaidia wananchi. Lakini kusema kwamba rais atakuwa ni one term ama atahudumu muhula mmoja, hiyo tu si suluhu kwa matatizo yote ya wananchi. Bila shaka. John Swaka. Yes. Rais unapotazama siasa ya opposition kidogo ni duni, kwa maana ni siasa ambayo naweza sema ni vengeful. Ya kisasi. Maana unaweza uliza aliyekuwa naibu wa rais, ikiwa kweli rais ni mbaya jinsi ambavyo unamdescribe, ama sera zake ni mbaya jinsi ambavyo unazungumza,
then kwa nini ulikwamilia pale hadi ikabidi uondolewe na impeachment? Ungekuwa wa kwanza kupiga mayowe and as a person of integrity kujiuzulu na kusema mambo sio mema kwenye serikali. Lakini umepigana hadi wakati kama huu bado anapigana arudi kwenye kile kiti. Kuwe naibu wake. So unapozunguka kusema ni one term ni mambo kama haya kidogo Wakenya waenda wakachoka upesi sana na sera kama hiyo, maana sio sera. Ndio. Kila ambacho wapinzani wa serikali ama rais wanapaswa kufanya ni kupeana sera mahususi. Kusema kwamba kwa uchumi sisi ukitupa nafasi ya kuongoza nyinyi wa Kenya, uchumi tutaukabili namna hii. Sekta ya health tutafanya namna hii. Masomo tuna mpango fulani. Mambo ambayo Wakenya watayapokea, yapige msasa na waone kweli this is better. Hii ni zaidi ya yale ambayo tunapokea. Lakini tukitembea tu tukisema Kasongo na one term na mambo kama hayo, haileti mabadiliko kwa wale ambao ni wapiga kura. Kwa maana mpiga kura anataka tu mambo matatu. Anataka kuona afya imeshughulikiwa, anataka kuona mambo ya lishe imeshughulikiwa, na anataka kuona mambo ya vyakula vya kila siku imeshughulikiwa. Ikiwa the cost of living itaenda chini, yule Mkenya mpiga kura atampigia kura yule ambaye atafanya haya mambo matatu. Lakini tukiwa kwenye mikutano ya kisiasa ni kulumbana tu na kufinger point na kusema yule aende, mimi nije, mwingine, sio sera ile. Na ndio kwa sababu naona kidogo kuna tatizo pale chini kwa opposition kuweza kubeba hizi kura ama kushinda hizi kura. Kwa maana kidogo watu wa connect na ile utofauti ambao wangependa. Kweli Wakenya wanaweza kuwa wamesema chini ya utawala wa Rais Ruto labda wanaona hajapata mageuzi mema, hajapata promises zimefanyika jinsi ambavyo labda aliahidi. Ni sawa. Lakini what is the alternative? That is the question. So wanapaswa kusikia ama kuona utofauti. Na ikiwa hakuna utofauti, hawa Kenya tamrudisha tu Ruto. Ndio. Wanasema Waswahili wanasema zimu likujuale Sasa afadhali huyo ambaye unaona kidogo ametatanika lakini kuliko wale ambao haujawaona ama sera zao hazijatangazwa. Ndio. Naam. Wafanye nini? Wabadilishe wapi? Manake mimi niliuita mchezo wa kirafiki, lakini rafiki yangu Swaka amesema kwamba si mchezo wa kirafiki kwa sababu bloody war. Anasema hivi vilikuwa vita na sio kwamba ni mchezo wa miereka ule ambao kila mmoja atasimama ende zake nyumbani. Wabadilishe nini wanaposonga mbele? Manake kweli hapa ngazi ya chini inaonekana wamesikika, lakini hapa juu kidogo bado wanahitaji kuongeza na kupaza sauti zao. Kwa kugeuza nini hasa kwenye siasa zao? Kile ambacho wanafaa kukigeuza cha kwanza ni kuwa na mambo kama tu Sako alivyosema ya kuambia wananchi waseme ni kipi watakifanya bora kushinda linalofanywa saa hizi. Wawe na kuna jambo lilisemekana asubuhi tukiwa kwenye session ya Kizungu ya kwamba katiba linatambua tu rais. Mambo ya opposition katika katiba tunalotumia sasa hii haliko hata. Kwa hivyo wanafaa kuwa na a shadow government. Rais akisimama na kusema jambo ambalo wanafikiria halisaidii nchi, na wao wanatupatia their policy position on the same. Wanatuambia rais amesema 1, 2, 3. Halitafaidi taifa. Tukiwa serikalini ama tukiunda serikali tutafanya 1, 2, 3 na litakuwa bora zaidi ya rais kwa njia hili na hili na hili. Kwa hivyo messaging yao lazima ibadilike kabisa. Lakini lazima ikabadilika kama bado hawana sera msingi. Elimu watafanya nini? Masuala ya afya watafanya nini? Ukulima watafanya nini? Yale maneno ambayo yanaathiri maisha ya mwananchi wa kawaida kila siku, watuambie ni nini watakifanya tofauti na kile ambacho kinafanywa na serikali ya Daktari Ruto. Wakianzia hapo, basi tutaweza kuwa na siasa ambayo tunaweza ita issue based. Sio hii ya kukejeli na kuitana tu majina. Kwa sababu kama ni kuitana majina, sidhani wanaweza ita Ruto majina kushinda anavyoweza kuwaita naye. Alafu tunabaki tumerudi kwa ile siasa yetu ya kawaida ya ukabila na matusi na kuimba nyimbo hapa na pale bila kuangalia ni sera
gani litafanya nchi yetu lisonge mbele. Kwa hivyo opposition, jambo la kwanza la kufanya ni wajaribu wahakikisha kwamba umoja wao imebakia, wasiwe na vita mingi ya kufanya wakosane kisha wasambaratike. Ya pili ni wakuwe na stronger messaging katika mambo ya sera. Hapo nayo tutaanza kuona opposition ambayo tunaweza tukaliconsider kama bora kushinda serikali ambalo liko kwa wakati huu. Thomas. Alafu naona tena kidogo wacha nirudi kwa yale yaliokuwa ya kiongozi wa kinara wa ODM Raila Odinga na ambaye alikuwa former prime minister. Ukiangalia siasa yake ya opposition, nafikiri opposition lazima wajifunze sana jinsi ambavyo kile kitabu chake cha opposition, maana nafikiri alikuwa anasikiza ground, alikuwa anasikiza wananchi wanataka nini. Unaposikiza wananchi wanataka nini, alikuwa anakuja na communicate effectively jinsi ambavyo mwananchi anataka, na anapeana steps ama zile vitu ambazo anaona kwamba zinaweza fanyika hivi kwamba yale matarajio ya Wakenya yapatikane. Lakini yale ambayo tunatazamia sasa hivi, tunaona opposition ambayo inasema tuko pamoja na ground, tuko pamoja na Wakenya pale chini, lakini hawapeani steps ama jinsi ambavyo wataweza kurealize yale matakwa ama yale mapenzi ya Wakenya. Badala hayo wanageuza inakuwa ni malumbano ya maneno na ya majina. Lakini natuambii sekta ya elimu tungependa tufanye 1 2 3. Sekta ya afya tuna sera fulani. Mambo electoral reforms, kubadilisha mfumo wetu wa kura ama IBC ama nini, tuna propose 1 2 3 4. Mambo kama haya hatuyasikii. Na hapo tunapata kwamba kidogo upinzani inapata shida ya kucommunicate zile sera zake kwa Wakenya wa kawaida. Nataka nikuregeshe Kisii. Ni moja agenda zimejitokeza muhimu sana Thomas katika mjadala huu. Upinzani umeshinda viti vyote vitatu kule Nyamira na kubwaga UDA ama vyama vile ambavyo ni vya kiserikali ama vilivyopo katika serikali pana. Je, hii ni dalili na ishara kwamba eneo hili limeanza kukumbatia siasa za Fred Matiang'i na viongozi wengine wa eneo lile? Ningesema kwamba Daktari Fred ameweza kujitokeza na kusema ya kwamba yeye yuki katika harakati za kutaka kuwa rais wa nchi ya Kenya, na katika hiyo harakati ya kutaka kuwa rais wa nchi ya Kenya lazima iweze kuonekana ya kwamba Fred amekuwa na uungwaji mkono haswa kutoka eneo la Kisii na Nyamira. Kwa hivyo yeye mwenyewe niliweza kumuona mara ya siku moja ama mbili akijitokeza na kusema ya kwamba yeye amesimama kidete, na kusimama kidete akimaanisha kwamba anataka kukuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, na akaweza kuwasihi wananchi na kuambia kwamba waweze kumruhusu, isikuwe kwamba atakita mizizi katika maeneo ya Kisii pekee, waweze kumruhusu aweze kutoka nje aende kutafuta kura nje. Kwa hivyo aliweza kuambia wananchi kwamba mimi niko pamoja na nyinyi na nawaomba hapa muweze ule mwelekeo ambao mimi nitawapea kama Fred iwe kwamba ndio mwelekeo mtafanya nini, mtaweza kufuata. Aliweza kuwapigia debe wale viongozi wa upinzani mara si moja ama mbili, akamwambia kwamba sisi kama wananchi ama mimi kama Fred, mimi sina hela ama sina fedha za kuwapea. Wacha viongozi wa serikali wakuja walete fedha, muweze kukula hizo pesa, lakini ifikapo wakati wa kupiga kura muweze kufanya nini? Muweze kufanya uamuzi ambao mie kama kiongozi nimeweza kuambia. Hiyo inaashiria nini ndugu yangu? Inaashiria kwamba sasa Daktari Fred Matiang'i ameweza kuonekana kuwa kiongozi wa jamii ya Omogusi. Gavana wa Kisii Bwana Simba Arati hapo mwanzoni alikuwa amesema kwamba yeye ndio mnenaji ama ndio msemaji wa jamii ya Omogusi. Na sasa hivi imeweza kubainika wazi ya kwamba Fred ndiye msemaji wa jamii ya Omogusi. Na hata huyu Simba Arati mwenyewe
asipochunga kwenda mbele na aweze kuweka msimamo wake na kuwe nyuma ya Fred, hata hicho kiti yake cha ugavana anaweza kukipoteza. Mbona naweza kusema hivyo, ndugu yangu? Mimi kama mwanafunzi wa historia nikiweza kukumbuka mnamo mwaka wa 2002 wakati bwana Simon Nyachae alikuwa akikitafuta kile kiti cha urais, tuweza kuona ya kwamba aliweza kuileta jamii ya Omogusi na jamii yote iliweza kumpigia kura kwa fujo. Hata wabunge wote kutoka maeneo ya Kisii na Nyamira hiyo wakati waliweza kuchaguliwa na chama ilikuwa ni chama cha Ford People. Kwa hivyo yeyote atakayeweza kupinga bwana Fred, nataka kusema crystal clear ya kwamba yeyote atakayempinga kisiasa, akiwemo bwana Simba Arati ama bwana Nyakundi ama bwana Osoro, ataweza kupata kichapo cha umbo aliyetabawai mstikitini kisiasa. Kwa kuwa sasa hivi imeweza kuonekana ya kwamba bwana Fred Matiang'i ndiye kiongozi wa Kisii, na ule mwelekeo atakaoambia hiyo jamii ndio mwelekeo ambao utafanya nini? Utaweza kufuatwa kisiasa. Kwa hivyo kulingana na maoni yangu na maoni ya wengine pia, bwana Fred sasa ameweza kudhihirisha bayana ya kwamba yeye ndio kiongozi wa hiyo jamii. Na hata akitoka huko akienda kutafuta kura nje, anaweza kupata uungwaji mkono. Naam. Hata kuna wakati mmoja aliyekuwa naibu wa rais bwana Rigathi Gachagua akiongea katika stesheni moja ya Kisii, aliweza kuuliza ya kwamba huyu Fred kweli ameweza kupata uungwaji mkono na jamii ya Kisii. Kwa maana wakati huo akina Osoro, akina Nyakundi walikuwa wana mkejeli wakisema kwamba huyu hata hajawahi chaguliwa kama kiongozi na hakuna mtu ataweza kuongoza. Kwa hivyo wakiendelea kusema semi hizo, inamaanisha kwamba hata watapoteza umaarufu wao wa kisiasa. Na kwa hivyo hii ni kauli ya kuambia kwamba siasa, tunapoelekea siasa za mwaka 2027, haswa siasa za eneo la Kisii na Nyamira, Fred ameweza kujionyesha kwamba yeye ni kiongozi. Na kile ambacho atakachosema ndicho jamii ya Omogusi itaweza kufanya nini? Itaweza kufuata. Bila shaka. Nisikie kauli zenu kuhusiana na masuala ya Fred Matiang'i na kile vile viti vya wodi kule katika kaunti ya Nyamira Swaka. Je, hii inamweka Matiang'i kama sasa kiongozi ambaye jamii itakuwa inamfuata kwa kauli moja, ama bado tutaona mwingilio wa Rais William Ruto alivyoingilia katika eneo hilo 2022 na kuharibu hesabu za viongozi kama Raila Odinga na vile vile hata Ford Kenya katika eneo lile? Asante sana bwana Yeri. Nishatufahamu kitu kimoja. By election, uchaguzi mdogo ni local. Ni siasa ndogo za sehemu fulani. Zawadi hasa. Unaposema mambo ya Kasipul Kabondo ni siasa Kasipul. Magarini, Malava. Now when you come to presidential contest, haya ni mambo ya national. Ni mambo ambayo yanashika nchi mzima. Na kwa hivyo haitoshi tu kusema kwamba Fred Matiang'i sasa ni msemaji wa Kisii. Hiyo haimpi kura ya urais. Hiyo inamfanya akuwe labda local kingpin. Na ikiwa azimio lake ni kuwa rais wa nchi hii, bado kuna kazi mingi sana. Kwa maana yale mambo na dominate by elections ni mambo ya pale. Lakini sasa when you come to national politics, kuna ethnicity, kuna mambo ya sera ambazo fedha pia. Na fedha ambazo na cut across the country. Na hapo ndio wazungu wanasema where the rubber meets the road. Unapata kwamba kidogo kuna changamoto mingi sana. Tena between wakati huu na 2027, kumbuka hatujaingia kwa the formal time for campaigns. Kuna kampeni ambazo zitafanywa za candidates wote na ambazo zitakuwa zinashika nyadhifa zote. Na hesabu jinsi ambavyo umesema lazima yaribiwe kote. Kwa maana ikiwa you are thinking of upsetting the sitting government, ama serikali inafikiria kuendelea na another second term, lazima kutakuwa na inroads kwa kila sehemu, every constituency and every ward and every county. Kwa hivyo yale ambayo umeona leo hii Kisii ndio anaanza tu, ni machache, ni madogo. Ikiwa Fred Matiang'i atakuwa na azimio la kuwa rais, lazima atoke
nje ya eneo la Kisii, aanze kushika eneo la Nyanza, aanze kushika eneo la Western, akija Nairobi na akienda kwenye eneo zingine. Hapo tunakuwa formidable presidential candidate. Na unapoangalia hata siasa ya opposition sasa hivi, kidogo wale United Opposition sumuoni pale. Kwa maana wanasema huyu ni project, huyu ni mambo fulani, huyu ni mambo fulani. Tayari wanaharibu zile namba zake.